Madebe, pole kwa msiba. Asante sana. Msiba huu ni wetu sote, yaani msiba ni mali ya wote, maiti ndo mali ya ndugu. Kwa hiyo huu msiba ni wetu. Na ningependa kufahamu taarifa za marehemu kwa ufupi, jinsi ambavyo unafahamu wewe pia, kwa sababu inasemekana kwamba alikuwa akifanya kazi na wewe kama bosi wake. Kimsingi bwana Athmani Nyanza alikuwa ni mtu wangu katika idara ya sauti, yani sound person kwa jina la kitekniko, na nimefanya naye kazi muda mrefu sana tangu 2014. Sinema hizo anazoziona yeye ndio alikuwa anasimamia sauti. Kwa hiyo alikuwa ni ndugu yangu, lakini licha ya hivyo hata tulivyohamia Chanika katika mji wake na kwenda paka katika mji wangu sio mbali sana. Kwa hiyo ni watu ambao tulikuwa tunashare katika masuala ya kifamilia, lakini pia katika masuala ya kikazi. Kwa hiyo kimsingi alikuwa ni zaidi ya ndugu, kwa sababu ni mtu ambaye nimekuwa naye ukubwani katika idara tofauti tofauti. Ni kitu gani ambacho unafahamu juu ya msiba huu? Huu msiba bwana, mimi ninachofahamu kwa sababu marehemu tarehe 9 ambayo ilikuwa Jumatatu, nafikiri alikuja nyumbani kwangu usiku akitaka kumpeleka mwanawe. Alimpeleka mwanawe shule ya sekondari Kisijupwani. Ile shule ya Kisijupwani kwa sababu mwanangu naye alifanya vizuri katika mitihani yake. Akaona ni shule ambayo kwanza haifelishi, inafaulisha, lakini pia ni shule ya serikali, na mwanawe kwa sababu alikuwa yuko tu mtaani na amemaliza kidato cha 3, akaonelea bora aende kule akasome ili mradi amtengenezee mazingira mazuri mwanawe. Kwa hiyo alikuja kuniambia kwamba kule mimi aliniwakilisha kama ni baba. Kwa hiyo kuna masuala ya ada na vitu vingine ambavyo vilitakiwa tufanye pale, mpango wa review hiyo Jumatatu. Lakini aliniambia Jumanne ataenda Kigamboni, ameitwa na huyo mpenzi wake. Ila Jumatano atakwenda kusimamia sauti kwa msanii mwenzangu anaitwa Duma. Ndio mpango wake ulikuwa hivyo. Nikamwambia ina shida, kwa sababu mimi alinachelo jukumu la kuratibu masuala ya kumhamisha mtoto na vitu vingine, aenda kufanya kazi ili tupate hela hapa tuongezee, ili mtoto tulipe ada pale shuleni, ili mtoto aweze kuishi katika mazingira mazuri. Jumanne ndo alienda hiyo Kigamboni. Mbake aliomba nauli kwa washikaji, akaenda Kigamboni. Paka saa 9 Jumanne akawapigia simu watu kwamba yeye kashafika Kigamboni, kuna mpango fulani wa fedha ukifika aingiziwe. Ilipofika saa 12 ndo akupatikana wewe bwana. Jumatano asubuhi mimi mwalimu wa shule huko walikompeleka mwanae akanipigia simu akihitaji namba ya mwalimu mkuu wa shule alikotoka, maana yule binti alikopo anasoma Kinyerezi, ili aweze kumhamisha kwenye system. Mimi Jumatano asubuhi nikaenda kwa Nyanza ili nimwahi kabla hajaondoka kwenda kwa Duma kusimamia sauti. Pale niliita sana kimya. Nikajaribu kuangalia dirishani kwake, hayupo. Nikaona ni pengine amelala, alienda kwa mwanamke wake, nikajua pengine alilala tu. Nikatoka pale nikaenda katika mission zangu. Usiku narudi nyumbani, nikasema ngoja nipitie pengine karudi ili niongee naye. Napitia nakuta nyumbani kwake taa zimewashwa na ndani kuna watu, mlango upo wazi. Kwa hiyo nikaona kasharudi. Ndo nikapiga honi sana, akatoka huyo mwanamke wake. Nikamwambia bwana na shida na Athmani kwa sababu nataka namba za mwalimu. Yani kwanza akashangaa yule binti. Enadi wewe hujui? Sijui nini? Rafiki yako kafanya balaa kubwa alafu kakimbia. Hii taarifa mimi ilinishangaza kidogo. Rafiki yangu anafanyaje balaa kubwa alafu akimbia? Nikamuuliza swali. Wewe ulikutana naye? Akasema sijakutana naye, lakini mimi nilipotazama mlango nikakuta umefunguliwa na funguo, na yeye anazo funguo. Nikamuuliza hapa mnafanya nini huko ndani? Akasema tunafanya usafi ili tuweke pale takataka kwenye lile shimo ambalo ndo nimeliona. Ndo nikaondoka. Paka Jumamosi nilivyouliza Kikeni, wakasema kwamba mwanamke wake katoa taarifa kwamba Nyanza kafanya tukio kubwa, ataenda kuwapa taarifa Jumamosi hiyo Ijumaa. Sasa mimi nikaanza kujiuliza, sasa kama ni Ijumaa, kama kafanya tukio kubwa, kwa nini Jumamosi? Jumamosi napiga simu akasema amegailisha, atasema atatoa taarifa Jumatatu. Tukawa tunasubiri taarifa. Jumatatu tunakutana na taarifa kwamba akisema kwamba Nyanza aliuza nyumba, yani ile nyumba imeuzwa tangu mwaka jana. Nyumba aliyokuwa akiishi na ni nyumba ya marehemu. Nyumba ya marehemu.
sisi wote hatujui. Ndio yeye anatupa hizo taarifa kwamba ile nyumba imeuzwa. Tukamuuliza, imeuzwa? Ndio. Imeuzwaje sasa? Mbona sisi hatujui? Anasema kweli Kopo Msili aliuza akaenda kununua real estate zile, ili aende huko akananiwa akauze viwanja akazulumiwa. Kwa hiyo alivyozulumiwa ndio huyo mtu akakutana naye hiyo Jumanne, ndio akampiga huyo mtu ajui kama kazimia au kafa, ndio Nyanza akakimbia. Hiyo Jumatatu sasa. Kipindi kwa asubuhi mimi nishatumwa na message na namba mwisho 22, huyo mtu akijinasibu yeye ni Nyanza, akinielekeza mimi kwamba kuhusiana na situation ya mtoto niongee na mwanamke wa Kigamboni. Message nayo kanitia shaka. Kama ni Nyanza si angenitumia tu namba za bibi mkubwa wake. Yaani niongee na mwanamke wa Kigamboni niombe namba za bibi mkubwa. Hii kidogo kaniweka katika wakati mgumu. Tukaamua sasa tushirikishe idara ya polisi, kituo cha polisi Chanika. Kweli tukakutana pale na tukapewa mpelelezi anaitwa Ndomba. Kindomba akatupa kijana wake anaitwa Hamisi, ni wasikivu, akatusikiliza. Baada hapo tukaanza mpango kwenda kumkamata kwanza yule binti. Tukamkamata binti wa kwanza ambaye aliyeko pale alijinasibu yeye mpangaji. Tukampeleka, tukaangalia nadhani Alhamisi tukamkamata pia yule mwenyewe mhusika, tukampeleka pale ndani kituo cha polisi. Ndani akatuambia kwamba Nyanza yupo. Na mara mwisho tulikutana naye Jumatano. Hiyo Ijumaa tunamhoji. Sisi tukataka sasa kama yupo utuletee mtu wetu. Yeye akasema tukimwacha ndo atamleta. Tukaongea na idara ya polisi kwa sababu ndio yenye jukumu lao. Sasa vipi akimwacha? Akasema haina shida. Mpelelezi mwanzo alituhakikishia kwamba huyu mtu yupo kwa sababu huyu anavoongea sasa ni taaluma yao sasa. Lakini sisi tukawa tuafiki, sisi tukawa tunaomba kwanza tukafukue shimo. Kwa sababu lilichimbwa usiku, yani kwa nini lilichimbwa shimo usiku afu asubuhi lifukiwe. Tukawa tunaomba kwa sababu sisi tunatengeneza sinema kuwafahamisha watu mazingira hayo ni hatarishi. Katika nyumba yako huwezi kuchimba shimo usiku. Kwa sisi watu wa Pwani ni uchulo. Sasa tulivyoona usiku tukahusisha hasa Nyanza mtu wa Pwani. Bwana chimba shimo usiku afu asubuhi linafukiwa. Tukawa tunajaribu kuwaomba idara watusaidie upelelezi uanzie pale. Wakampa dhamana yule binti. Walipompa dhamana ndo akakimbia mazima. Ndo idara sasa ikaelewa kwamba hapa kweli kuna tatizo. Tukashirikiana katika namna ya kutafuta aliyemtolea dhamana ambaye ni dada yake, ndo akamkamata Alhamisi. Wakamkamata tarehe 14 mwezi wa 3 sasa. Hiyo situation ndio ilikuwa mwezi wa 2, mwezi wa 3 tarehe 14 wakamkuta huko katika vikoba kwenye kikundi chake inavyosemekana, ndo akamkamata. Baada ya hapo ndo akamleta pale tarehe 16 tukaja kunaniu, tukaja kufukua. Taongea nani usubiri. Tarehe 16 ndo tukafukua. Yaani kwamba wa polisi wakasikiliza tunachokihitaji ndugu. Kwa mantiki ya kwamba ya kuhitaji ili wapate hiyo kutulizisha sisi ndugu yani. Ndo polisi wakaja kufukua tukakuta mwili uko pale. Baada ya hapo nini kiliendelea? Baada ya hapo ndo haya mazishi unaona yanaendelea, lakini mwili uko kituo cha polisi Barracks kwa ajili ya postmortem, lakini pia kwa ajili ya utambuzi wa ule mwili kwa sababu tuliona mwili umeumizwa sana usoni, mkononi umekatokata, alafu tuliona kuna makopo. Kwa hiyo polisi wanaendelea na swala la kiuchunguzi ili tugundue ndugu yetu kimemuua nini na tuendelee kutafuta hao watuhumiwa. Ambaye mule ndani tunaye dada yake, lakini hao wengine wameshakimbia yani kimsingi. Kwa hiyo polisi wapo kazini. Kwa hiyo hata huyo aliyekuwa mpenzi wake ambaye alikuwa anakupa taarifa kwamba yupo mkiniachia nitaenda kuwaonyesha alipo, naye yuko wapi? Kakimbia. Ndio huyo ndo anayetafutwa naye. Kakimbia na hatujui yuko wapi. Kwa hiyo polisi wanaendelea kufuatilia hilo jalada la kumjua yuko wapi. Natamani kufahamu Athman Nyanza kwako alikuwa ni kijana wa namna gani kwenye utendaji wa kazi na kufahamiana naye? Kwanza Nyanza alikuwa hana hiyo attitude ya upole, ya ukorofi hana. Yaani sio mkorofi, ana ugomvi na mtu, yani ikitokea ugomvi ndio anasimama tusuluhishe amani. Hana hiyo attitude ya ugomvi. Hakuwa kabisa. Yani sasa nilivyoletewa kwamba kampiga mtu ndio ilinishangaza yani. Hana hiyo tabia hata kama mdhulumu milioni 100. Hana hiyo tabia, yeye anamshukuru Mungu, anaangalia process nyingine. Hana. Na pili hata tulivyoziona hizo dokumenti zimegushiwa zote. Sisi saini ya Nyanza tunajua tumefanya naye kazi tukahusisha na saini tofauti, ndio maana yule binti akasema kweli tumegusha. Kwa hiyo binti alikiri kituoni. Kweli tuligusha akamhusisha na Nyanza. Madebe, wewe ni mmoja kati ya watu ambao umekuwa karibu na Nyanza, lakini hata familia inakufahamu. Tumekuona pale ukiwa unatoa maelekezo kuhusiana na ratiba na vitu kama hivyo. Ratiba zikoje? Ratiba hapa leo tunafikiria
kama tutaupata mwili leo, tutaenda kumzika Tito Kiale kwao Kisarawe huko. Kisarawe kwa tutamzika Nyanza huko. Baada ya hapo taratibu mwingine utaendelea. Basi nitakuomba tuendelee kushirikiana kwa maana kupata taarifa zenye uhakika zaidi kuhusiana na msiba huu. Na sisi tunaziomba idara hizi ziendelee kutuunga mkono kwanza, kwa sababu hili tatizo ni la tasnia. Kwa hiyo tunahitaji watu wa tasnia nao tuwaone, kwa sababu hili tatizo ni la tasnia. Huyo nimesema alikuwa anafanya kazi ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo hata idara nazo za kiserikali za kitasnia tutajisikia wanyonge sana tukio kubwa kama hili aliyofanywa mwanatasnia mwenzetu tusipowaona katika eneo husika, hususan katika misiba kama hii. Labda watuambie kama kuna utaratibu ukitokea msiba basi tuandike barua kuitaarifu hii taasisi. Lakini nimeona baadhi ya taasisi zikimuombea. Sasa nazo watu wanafarijika wakiona hizi taasisi za kiserikali zimeungana na sisi kwenye misiba mikubwa, hususan yenye tatizo kubwa kama hili. Kwa hiyo ni ombi langu pia natoa kwa serikali kama hazijawafikia, lakini tuliona bodi ya filamu wameposti, manake wanazo hizo taarifa mpaka wameposti katika kurasa zao, lakini hatuwaoni katika kushirikiana kwenye tukio kubwa kama hili. Sidhani kama linahitaji barua sisi tu document kuiomba serikali tusaidie. Pole sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.